Philippians chapter 2, verse 5 to 9. Philippians chapter 2, verse 5 to 9, sorry. The Bible says that let this might be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of a man, and being found in an appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God has also highly exalted him and given him the name which is above every other name. Amen. The Bible is talking of Christ. You know, we have been talking about the law. We have been talking about from Mount Sinai up to the cross. And from today we will dwell so much on the cross. And then afterward, the new creation that our brother was talking about, the new creation. The new creation is the fruit of the cross. So when we are talking about the cross, the Bible says that for God so loved the world. For God so loved the world that we could not have saved ourselves. Now, John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. And the Bible is saying that he came in a form of man to die for man. Bwana asifiwe. God in his own purpose that Jesus will come and die for us. So the Bible says that for God so loved the world that he gave us his only begotten Son. It is only that sometimes we are limited of who Jesus is, but Jesus is God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I was trying to explain a little bit who is Jesus. I just use example of let me use of Margaret. I want to use Maggie as my example. Maggie, mamako anaitwa aje? Agnes. Shushu wako? Aya, sikuwa mwalimu sana. Na Hope. Tuseme Hope anakaa na lobby. Tuseme ako Kisumu. Haya, Magi tunajua ako Nakuru. Haya, Agnes ako Molo. This is the same person, si ndio? Tuko hapa hii wote. I want to explain that Jesus is God in a simple term. Magi ametoka ameenda na lobby. Atakuwa nani? Atakuwa mother, si ndio? Magi ametoka hapa ameenda Molo. Atakuwa nani? Atakuwa daughter. Magi ametoka hapa ameenda Kisumu. Atakuwa nani? GLaDOS, ndio? Is this not the same person? Is it not the same person? Lakini akienda Nairobi? Akienda Molo? Akienda Kisumu? Jesus is God when he is creating the world. Bwana asifiwe. And when he is coming to redeem man, anakuja akiwa mwana. Bwana asifiwe. Na time ya redemption. Sasa afterward, God is in us through the Holy Spirit. Now he came. Bwana asifiwe. He is in us. So he is still God, but in different personalities. Wakati anatokea in manifestation, anatokea hapa akiwa God, anatokea hapa akiwa Son, anatokea hapa akiwa Bwana asifiwe. So he is still the same. Now God loved himself God. Bwana asifiwe. God came out of God. God came to die on the cross
because of man. The Bible says that the Lord said to my Lord, sit until I make your enemies your footstool. So the Lord advised himself, and the Lord came from God, and God came and died for man. And God resurrected, and God went up up to the mountain, and then God returned in the form of the Holy Spirit. So the Bible says that let this might be in you, which was also in Christ. Which one? That being in form of God, he loved himself. Hakujiona yeye akiwa Mungu. Hakuja hapa na abua, wewe unajifanya mwana wa Mungu. Yeye mwenyewe ni Mungu. Naulizwa wewe unajifanya mwana wa Mungu. Unajua Biblia inasema Yakobo hata walikuwa wanamtepea mate, wanamfanya nini? Mungu. Muumba wa mbingu na nchi. In the beginning, John 1:1, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Bwana asifiwe. Nothing was made without him. In him was life, and that life was the light of men. Bwana asifiwe. So Jesus came as a man. Jesus came as a man, but Jesus is 100% God, but 100% human. Bwana asifiwe. Why is God talking about Genesis 3:15 about the seed of a woman? He is talking about the seed of a woman, and we know very well that the females don't have a seed. So now, because the seed of a man was corrupted in the Garden of Eden, now that's why God is talking about the seed of a woman. Because now it is God who come and sit in the womb of Mary. Yani there will be no human contribution toward God Jesus being born. Bwana asifiwe. Now he came and sat in the womb of Mary. That's why Mary is asking, how will this happen? And I don't know man. And he said that the Holy Spirit will overshadow you. Jesus will come and sit down in your womb. For 9 months, he will be sitting there. Then, after that, he come out. Bwana asifiwe. That's why in the time, in the time that he was being crucified, he said, you woman, this is your son. Talking about John. He was God, 100% he was God. Bwana asifiwe. Now the Bible says that, let this might be in you, which was also in Christ. Remember, he was God. And then the Bible says that, being in form of God, did not consider him. I want to read this in Amplified. Let this attitude and purpose and harbor might be in you, which was in Christ. Let him be example in your humility. Let this be your example in humility. If you have to look for an example for you to be humble, look to Jesus. Bwana asifiwe. The Bible is saying that let this might be in you, which was also in Christ. That being God 100%, he loved himself. He did not consider himself as God. Then he came. And he passed through the Bible says in the book of Hebrews that he passed through every kind of temptation. Being God. He did not consider it lawful to be equal with God, but made himself of no reputation. Alijifanya kama kitu bure. Alijifanya kama hana anything. Biblia inasema Yakoba alijifanya kama hana reputation, kumaanisha Yakoba alikuja hapa ikaa nyuma. Akienda kwa mikutano mikubwa ikaa nyuma. Sema kuhusu titles, archbishop na whatever, yeye mwenyewe angejita servant. Kama ni watu wenye wako na majina makubwa kwa sababu wamesoma, yeye mwenyewe angefanya kama hata hakuingia shule. He made himself of no reputation. He had no title. In his mind, he had no title. Taking a form of bond servant. You know the bond servant is not just a servant. This slave, a bond slave, huyo ni mwenye amenunuliwa na ile ati hatawahi weza kununulika tena. Yani amenunuliwa to the finest. Mwenye amenunua ukinunua a slave to a bond slave, inamaanisha ya kwamba hakuna mtu mwingine anaweza toka na huko nje akuja mnunue. Na hakuna any other redemption inaweza fanyika. Yani huyo ni that's a slave forever. To that master. Bwana asifiwe. The Bible says that he took a form of a bond servant. So, if here there is a seat of a president, and also there is a seat of a common mwananchi, Christ would come and sit there. Because the Bible says that he taking the form of a bond servant
and coming like a likeness of men. The Bible says that he was lowered little like angels. You know the Bible when he is saying that he was lowered little like angels, it means that he took a form of man. Alijifanya kitu yenye hakuna. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. And also, the death is continuing being explained that it is the death of the cross. You know the film, they show us God, Christ being crucified with cross. Alikuwa uchi. Na tena aliwekwa nje ya mji. Nje ya mji, kumaanisha aje? Wakati nakuru watu, unajua Jerusalem kulikuwa tunaona one gate na kingine kalikuwa kanaitwa the Needle Gate. Kale kalikuwa kadogo, lakini kulikuwa ile kubwa. Golgotha iko nje ya mji, na hiyo nje ya mji ni hapo. Na ni juu, Golgotha ni mahali juu. Kumaanisha aje? Kila mtu alikuwa na pia wakati waliletea Pilato Pilato akaandika kwa kibao, the King of the Jews ndiye huyu. Akiwa juu ya msalaba nje ya mji, juu kabisa, ya kwamba hakuna mtu ambaye anaingia Jerusalem ambaye haoni hii. Bwana asifiwe. Hata unaona Judas akikuja, yani God I don't know kama unaona hii form. Judas anaenda anauza Yesu 30 bob. Anauza Mungu, yani muumba wa mbingu na nchi. Anamuuza 30, inaitwa shekel. 30. Sijui siku hizi ni kama pesa gapi, lakini si ati ni pesa mingi. 30 cents. So si pesa mingi, lakini alikubali. Alikubali tu kuyapitia yote. Hata Pilato anamuuliza Yakoba, do you know Yakoba nasema Yakoba uashiriwe? Anamwambia hapana. Hiyo hauna. That power you don't have. Except it given you from above. And above ni mimi tu. Bwana asifiwe. Yaani pengine nikupea ruhusa uniashirie. Bwana asifiwe. Pengine nikupea ruhusa uniashirie, lakini for now you can't. I have not given you that authority. For this reason I came. Bwana asifiwe. Yaani whatever you are taking me Yakoba unaweza niashiria, mimi sitaki uniashirie kwanza. Na hiyo nguvu unasema Yakoba uko nayo hauna, ni mimi tu naweza kupea. Na kwa sababu ya hii ndipo sasa mimi nilikuja. Bwana asifiwe. That I may cast out that Biblia inasema Yakoba he made us a public spectacle. Yaani hii ndipo sasa nilikuwa nimekuja. Instead kama hii haingekuwa singekuja. Bwana asifiwe. Isipokuwa dhambi ya Adam katika shamba la Eden mimi singekuja. Hapana. Lakini Mungu anasema Yakoba alijivua Mungu. Akajivua Mungu, akavaa wanadamu. Hakuja hapa. Unajua alilelewa kama vile nalea watoto wangu. Wakati mwingine hakuna, wakati mwingine kunayo. Siku moja naambia Peter enda ushike samaki. Hapo una pesa ya kulipa rent kama zi. Hapo na pesa yako. Hadi Mungu akatuma samaki kama kawera. Wakati mwingine hako na rent. Enda usome Biblia. Aliambia, Peter, enda fanya hivi. Enda ushike samaki. Unajua ile skill, unajua hakuituma mtu mwingine kwa sababu huyu jamaa ndio tu akona skill ya kwenda kushika samaki, akamwambia enda. Na pia Biblia inasema Yakoba alipoenda, akaenda akashika akatoa hiyo pesa, wakakuja wakalipa tax. Bwana asifiwe. Unafikiria hizo ilikuwa na kila kitu? Hakuwa. Mahali nafika anasema Yakoba ndege wako na nini? Na pia bweha wako na mashimo, lakini mwanadamu hana pahali pa kuweka kichwa yake. God agwa na mahali Mungu agwa na mahali pa kuishi. Mungu abi kunaishi agwa na mahali pa kuishi bwana. Juu ya vile alikuwa ametupenda hagwa na mahali pa kuishi, lakini Biblia inasema Yakoba, for this cause now God has highly exalted him and given him a name that is above every other name, because of what he had to undergo through. I see Jesus, yani on the cross, and I know that I made you, I created you, yani I did everything for you, but now because of you I'm coming to redeem you. You are mine. You know, redeeming is buying back. So because man is of God, but man aliasi akaaguka.
Sasa Mungu anakuja na huo utukufu kukuja kuredeem man back to him. Bwana asifiwe. He came to buy us back to him. Kitu ya kwanza ni yeye alituumba, kwa hivyo sisi ni wake 100%. Lakini sasa lazima akuje, because God is just. If man sin, he have to die. Then if God have to pay the penalty of man, the death of man, the wages of sin is death. And because the wages of sin is death, according to Romans 6 verse 23, the wages of sin is death. Because the wages of sin is death, God, you want to redeem man? Okay, come and die. Because this is the only penalty that you can do. Christ came and died for us. Bwana asifiwe. On the cross. Why? That we may be found in him. That the new creation may be found in him. Now, Biblia inasema Yakoba, let this might be in you. Let this might of humbleness. I love Amplified. That if you want to have an example of humility, if you want to have this, if you want to have an example, inamalizia na kusema Yakoba, let him be your example in humility. If you want to learn humility, look unto God. Bwana asifiwe. Look unto Jesus. If you say that I am humble, first look at Christ. See you are Christ. Paul is saying Timothy, I think it is Timothy, follow me as I follow Christ. Bwana asifiwe. So if you have to follow Christ, this is an example that he is giving you, that he loved himself, his powers, his authority, and then came to die for man. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mark 10:45. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for all. Ransom ni ile malipo huwa inalipwa mtumwa ili aashiliwe huru. So wakati Yesu anasema Yakoba, I came to give my life as a ransom for many, inamaanisha Yakoba nilikuja kulipa ile deni yao, ili hiyo deni watu wangu wakuwe huru. So tulikuwa watumwa wa shetani kutoka siku ya mwanzo. Kutoka wakati Adam na Eve walikula tunda pale mwanzoni, tulikuwa watumwa wa dhambi. Sin had dominion over us from the time in garden. So he is coming now to pay the ransom to us. Bwana asifiwe. And that ransom hakuna mtu angeweza kulipa isipokuwa tu yeye mwenyewe. 1 John 3 verse 16. By this we know love. By this we know love. What he will explain. Bwana asifiwe. By this we know love. What now he will continue explaining. By this we know love, because he laid his life for us. We also ought to lay down our lives for the brethren. By this we know love, because he laid down his life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. For this we know what is love, that he himself has laid his down life, he laid down his life because of his brethren. So we also ought to lay down our lives because of others. Kiswahili inasema na tumeujua upendo kwa sababu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Na sisi tupaswa kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu. Because of this we know love, that Christ have laid down his life because of us. Bwana asifiwe. Do you want to know love? Do you want to lead love? Do you want to study about love? Then go to Christ. He is a good example for us, that we should see how he laid down his life. Sasa shida mingi ni hivi, wakati watu wanasikia kwamba we should lay down our lives, watu wanafikiria kwamba some people should lay down their life, others should not. Others should take advantage of those people who have already laid down their life. Meaning this, if I see my brother is so giving, huyo nitashida kwake. You know, like our sister, tumeona kwamba sasa ametulipia rent, nimtumie tu ndio. So next Saturday, hey, hatuna rent ingine. Hiyo ingine hatuna. Okay, sasa tumemfanya, unaona, because he have laid down his life because of the gospel to continue, we take advantage. And that's why the problem have been in the body of Christ. Sikia watu wengine wako wounded. It is because Yakoba, you have been so generous that some of the members have taken advantage of you.
you have been gifted in giving, but also others have taken advantage of you until nimesema Yakoba, because of how wickedness will be so much in the land, the love of many shall grow cold. How shall the love of many grow cold? Ni kumaanisha kwa mtu mwenye alikuwa anapeana sana, naona watu ni kama yani ana give up. Wamenizoea, yani wana give up. Hawa watu wanibeba ujinga, wana give up. Like the huo brother alikuwa sawa, huyo sister alikuwa sawa in the terms of giving. So tukijua upendo ni kumaanisha Yakoba, sifai kuangalia mtu akilala njaa wakati mimi niko nazo. Sifai, yani you can't afford to eat and then save for tomorrow when others even leo hii hawana. You can't. Bwana asifiwe. Hauwezi kuona Yakoba tunasema kuhusu mlago na uko na pesa bado haujatoa kwa sababu mwingine hajatoa. Yani hii kitu ni all out. Ukisikia kuna vitu za ministries zinafanyika, unafaa pia kwanza kujitolea wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Also in terms ya kwenda kuhubiri injili, unafaa kwanza unaangalia weekdays, ni siku ngapi nimetumia kuhubiri, ama hakuna hata moja. Unajiuliza swali, kama ni hivyo nimefikia watu wangapi hii wiki? Kwa sababu himself laid down his life. Sababu sometimes we need our comfort, tuone TV na our children, our husband, our wives, tukae tu tutulie. But sometimes it is not easy for some of us. We need to go outside there and reach people. Kama pastor anasema 545 alikuwa hapa. Ndiposa Biblia inasema Yakoba, hakuna kitu ambao umetumia kwa wokovu ambao haitalipo 100%. Hakuna. You cannot live your sleep. Ukuje hubiria watu ili waende kazi. Unajua kama watu kwa sababu wenyewe pia ni selfish. Wanakuja kuhubiriwa waingie job. Haezi wacha kazi, okay, wameajiriwa na hiyo ndio kazi yao. So nasema hivi Yakoba, lakini kwa sababu ya watu wenye bado hawajakuja mahali tuko ya kuona hivyo, sisi wenyewe afadhali to create time because of them. Bwana asifiwe. Afadhali we create time because of them. Why? Because of them, because of lives. Bwana asifiwe. Na mimi huwa najiuliza kitu moja. Leo nikuve. Nikitokea baba nitaulizwa nini? Watoto wenye nilizaa. Nitaulizwa watoto wenye nimezaa. Bibi yako ulimweka aje? Alikuwa anavaa. Yaani Mungu ananiuliza hivyo kweli? As much as those are my responsibility. Kama watoto wangu wamekula ama hawajakula, sioni kama ataniuliza hiyo. Because Biblia inasema Yakoba umekuja na nini? It's not about money. He have everything. He is God. Umeleta wagapi? Yani simple. Umeleta wagapi? In the book of Daniel, when you walifanya wengi wa turn to righteousness, they will be shining like the stars of heaven. Bwana asifiwe. It is not about money. It is not about what you can do. And let me tell you, some people are rich here, but they are poor there. So when we shall go there, we shall meet that you were very rich here, but you are poor there. Eternally you are poor. Lazarus and the rich man lost everything, even his own life, after this life. The Lazarus mwenye hapo anapata chakula, alikuwa anakula zile nini ambazo zenye huoga zinaaguka katika unajua huyu jamaa alikuwa kama mbwa ama amuoni hivyo? Alikuwa anangoja mkate ikuje ya yule tajiri, akikula ikiagua chini, hiyo ndio Lazarus alikuwa anakula. Lakini angalia maisha yake hizo akipeana afterlife. Tunaona Yakoba Lazarus amekaa katika kifua cha Abraham. The people who are rich here, they are poor there. Bwana asifiwe. And let me tell you, what you do for the kingdom. What you do for the kingdom is ni kama zile zinago boga points. Unatuma huko. Ni kama boga points. Bwana asifiwe. Utajipata Yakoba uko na boga points. Do you know how crowns zitakuwa zimeshine? Ni ile kazi ulifanya huko, si kitu kingine. Bwana asifiwe. Na shida ya huko hakuna liva hivyo. Yakoba unaweza ifanya sasa. Na pia hii maisha hakuna lihazo. Yakoba saizi nimeoa Jane, sasa hii ni lihazo tunafanya, sasa nitakuja kuishi tena. Hakuna. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hakuna liva hivyo huko, unafaa kufanya kila kitu hapa. Kama vile tulikuwa class 8 na form 4, unasoma 200 na college wakati unajua mtihani unakuja. Unasoma hiyo time hata haulali. Nakumbuka kuna jamaa tulikuwa nasoma naye secondary school. Huyu jamaa tumesoma wiki mbili bila kulala.
mtihani nakuja. Jamaa ametoka nje kujisaidia, akaako kwa nini, kwa maua yao hapo nje. Saa 9 hadi asubuhi. Usigizi umelemea jamaa. Kama hiyo ndio kusoma kwenye tulikuwa tunasoma kwa sababu ya mtihani mwenye tulifanya na by the way hakuna mahali tupeleka. How about eternity? How about eternity? My cousin alienda kudungwa dawa akiwa form 4. Dawa ya 48 hours ya kulala. Jamaa amekataa kulala kabisa kwa sababu ya mtihani. Alienda hospitali wakauliza symptoms, akamwambia mpeleke pale kwa kitanda. Jamaa akadungwa sindano 48 hours ya kulala. Kama tulisomea mtihani hivyo na hakuna mahali tupeleka. How about eternity? Imagine God give you 200 years. Can you compare it with eternity? And let me tell you, the way we have effort here doing it, remember that a person laid down his life. And without laying down his life, hakuna new creation. Hakuna wewe na mimi. Without this one, without the cross, no, hakuna mtu angepatikana kwa Mungu. Biblia inasema Yakoba, Yesu alipokuja alisema Yakoba, I'm the way, the truth and the life. No one come to my Father. John 14 verse 6. 14 verse 6. No one come to my Father except through me. That's why even when Peter alimwambia Yakoba, I will lay down your life, akamwambia wewe hauwezi. Hata wakati James na John, the sons of Zebedee walikuja, akamwambia saa mmoja akae hivi na mwingine akawa Yesu alimwambia Yakoba, will you lay down your life for me? Hata akafika bali akamwambia, you don't know what you are asking. Kabla hii hakuna mtu angepatikana ndani ya Kristo. Kabla ya msalaba hakuna mtu angepatikana ndani ya Kristo, na hakuna mtu angepatikana ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Mimi naonaga hivyo, wakati Kristo alikufa alitengeneza kubwa, ama alitengeneza dunia nyingine yenye inaitwa in Christ. Na in Christ is the new creation. Mahali tunasema Yakoba hapa hakuna generational curses hapa. Kwa sababu lazima angetoa kitu yenye ni perfect kabisa, diposa alipitia kila kitu ili akimaliza amalize once and for all. Tuliona Yakoba in the Old Testament, the high priest alikuwa anaingia in the holy of the holiest once per year. Yeye mwenyewe akikufa aliturn out the curtain in the holy of the holiest. Akasema wewe sasa unaweza jipeleka direct. The access to the holy of the holiest has been made now. Bwana asifiwe. Na tafadhali mkuje Tuesday zote. Hiyo tabata kwa inafunzwa hapa. Lakini nasema hivi, hiyo the holy of the holiest ilifanywa yani uchi. Ya mjui. Yani Yesu alifanya tuingie mahali yenye hakuna mtu mwingine alikuwa ameikia hapa yani. Kwa sababu you gentle. Hata nyinyi mko mnafaa kukaribia kabisa hata kidogo. Hata kukaribia hiyo kitu hamko mahali. Biblia inasema Yakoba, you had no God on earth. But when Jesus did it, he created something that is called in Christ. Nataka kuambia aje, ukiwa hapa you are selfless. Kwa nini? Hiyo kitu yenye uko ndani yake, uko ndani ya mwenye alilay down maisha yake kabisa. Kama uko ndani yake inamaanisha aje? Si inamaanisha kwamba you should also lay down your life because of others. Yaani 100% haufai kuwa na maisha yako. Hebu tuende 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians 5:14 and 15. 2 Corinthians 5:14 and 15. Our brother ametusomea hapo akafika 17, akasoma 17. Na kusoma 14 na 15. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Bwana asifiwe. That those who live, that those now who come to believe Christ and enter in Christ, they should no longer live for themselves, but because of him who laid down his life for others. Bwana asifiwe. When you understand this, everything to you become meaningless. When you understand the cross,
when you understand vile yeye mwenyewe aliacha utukufu wake wote kwa sababu yako. Biblia inasema Yakoba, because he died for all, then those who come in Christ must leave everything because of him. They must lay down. Lazima wajitoe ile inaitwa nini, the glory ya mtu na ile status kwamba nimesoma hadi hapa na kule tumetoka. Unajua kule tumetoka na wazazi wangu ni nani. Hizo vitu zote hazifai kuwa kwa mtu mwenye anaitwa in Christ, the new creation, hafai kuwa nazo. Bwana asifiwe. We should no longer live for ourselves. Others hawezi peana. Unajua ni kwa nini? Kesho watoto wangu watakula nini? Hata kuna mtu mwenye alimaliza kabisa mambo ya kupata watoto, lakini ako na guo dogo kabisa kwa nyumba. Ako na guo zenye anajua kwamba hata anajua kwamba hawezi pata mtoto ama hatapata mtoto tena, lakini ako na guo zenye ameweka. Naona kwamba Mungu anaweza fanya kitu hiki. Yaani hakuna hawezi peana guo. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba those who should live should no longer live for themselves. You should not live any longer for yourself, because of the work that was done on the cross, because of you and me. Bwana asifiwe. May God help us to lay down our lives. May God help us to know the work that God have done on our cross. May God help us to appreciate the finished work of the cross. May God help us to know that it is through the cost. Biblia inasema kwamba you are bought with a price. You are bought with a price. It is not in vain. Haukupewa Yakoba ikasemekana Yakoba sasa kujeni muokoke. Hapana, somebody had to do it first. Somebody laid down his life. If somebody laid down his life because of you and me, we should also lay down our life because of others. And let me tell you, it is not just clothing and provision. No, even the gospel itself. We should take the gospel to the people. We should wake up and take gospel to the people because of the one who did it for us. Bwana asifiwe. Na mimi nasemaga kwamba kama mimi nilihubiriwa na watu nikaokoka, hata mimi nitaenda kuhubiria watu wengine waokoke. Bwana asifiwe. This is a baton yenye inapeanaga, unapea huo mwingine, unapea huo mwingine, unapea mtu mwingine. Baba siku moja aliniambia mimi na mamako tumemaliza kazi. Na baba si wakati tutampata Yakoba akosoba kabisa. Alikuwa ananiambia nilitake seriously. Mimi na mamako na your uncles tumemaliza kazi. Sasa sisi unaona uwaja watu wanakibiaga hivi. Sasa sisi tumewapea baton. Sasa sisi tuko sisi ni expected sasa tumekaa ile mwisho. Tunaangalia mnakibia aje kwa uwaja. Nasema Yakoba only ya foolish one. Mwenye atagusha hiyo kijiti kabla hajapatiana next. Bwana asifiwe. It was their turn, they are no more. It is our turn, we are now here. Bwana asifiwe. Those men who have died because of those people who have died holding the gospel, those people who did it because of us, we should also now come. It is our season. Bwana asifiwe. Na jiulizaga, unajua kuna mtu anasema kwamba when my time comes, hii time itakuja lini? Hii time itafika lini yako ya kuhubiri? Yakoba, this is their season, our season will come. Hata ukipata na mtu hawezi kumwambia Yakoba Kristo alimkufia. Yaani unajipata Yakoba uko na mambo mingi sana. Yaani you have other businesses zenye ni mingi sana kuliko the gospel. Bwana asifiwe. In our working place should be our platform. Hata tukienda magari, it should be our platform. Everywhere should be our platform of preaching that Christ have done it because of us. Let us start. Oh, I want to take time to thank God because of this